Hatib Kidisungu, utafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika channel yetu ya RKK TV na ni follow TikTok, Instagram kama RKK TV. Tuliwapeni elimu ya kutumia mapenzi katika kuondoa vifungo vya mwili, vifungo vya nuksi na shida za aina mbalimbali. Wakati tunawapa elimu hii, watu wakaona kama masihara hivi, lakini si darasa ambalo nilifundisha mara ya kwanza. Nilishawahi kusema mara nyingi tu kuhusiana na elimu hii ya kutumia furaha kuwa dawa. Elewa kwanza, hivi nani aliyekuwa kwenye furaha ambaye unamuona yuko kwenye majuto? Aliyekuwa kwenye majuto ndo hayupo kwenye furaha. Aliyekuwa kwenye furaha huwa hana majuto. Sasa kama kuna zawadi Mungu alituwekea na kuna dawa Mungu alituwekea katika kupendwa na watu, wewe hapo ulipo, kama unatafuta dawa inayoitwa ndele au dawa ya mapenzi, zipo dawa tunazotengeneza sisi waganga, sibishane nazo, na zinafanya kazi vizuri tu. Lakini ikiwa wewe kama huna mtu wa kukutana naye ukafurahikiana naye, basi jua kwamba tayari uko kwenye tatizo. Ikiwa yani kwenye akili zako, kwenye ufahamu wako, huoni mtu hata wa kumpigia simu, wa kumwambia kwamba mkapromise kwamba tukutane labda kesho, kesho kutwa, wiki ijayo, kwa ajili ya kukutana kufurahishana kimwili, na mtu huyo au wewe ni mwanaume, yeye ni mwanamke, au wewe mwanamke, huyo ni mwanaume. Na ikiwa mnafanya mapenzi ya makubaliano ya halali ya kupendana, kupendana kuna maana nyingi, lakini nazungumzia kupendana lile tendo. Huenda nje ya mapenzi yenu hampendani. Hampendani mazungumzo yenu, hampendani mionekano yenu. Unajua hicho kitu kipo. Unaweza kumpenda mtu ukitenda naye mapenzi, kujamiana, lakini aina ya muonekano wake au aina ya muonekano wako sio kitu anachokipenda au sio kitu unachokipenda. Kwa hiyo mnakuwa mmekaa katika hali ya kwamba hamuelewani katika kipengele hicho. Kwa maana ya kwamba akikwambia mtoke wote, haukubali. Akikwambia muongozane wote kwenda sehemu fulani, haukubali. Akihitaji kukutambulisha kwenye kundi la marafiki zake au ndugu zake, haukubali. Na ikibidi kumtambulisha kwenye kundi la jamaa zake, la jamaa zako, rafiki zako, ndugu zako, haukubali, kwa sababu aina ya muonekano wake unahisi kwamba atakushusha wewe. Hicho kitu kipo. Lakini ukikumbuka uwezo wake, mwili wake kitandani, unasema yeye ndiye daktari wako. Sasa hapo pana maana kubwa sana. Pana maana kubwa sana. Lakini vile vile huenda mtu uliokuwa naye kauli zake sio zinazokupendeza. Ana kauli zinazokushusha au zinazokukera au zisizoendana na mazingira yako. Lakini ukienda naye kitandani, ni mtu unayemhitaji sana katika mwili wako. Sasa mimi ninachokufundisha, vipengele hivi vingine viweke kando, ila yule mtu unayemhitaji zaidi katika mwili wako, huyu mtu ni dawa yako. Ili mradi tu wewe na yeye mkitoa hizi nguo zenu, mko chumbani, kinachoendelea pale ni sehemu ya furaha kubwa sana katika moyo wako.
na ni sehemu ya furaha kubwa sana katika moyo wake, na mnaagana mkiwa hamjutii kuvua nguo zenu mkiwa nyinyi wawili. Basi huyu mtu anakupa nuru, anakupa upendo, anakusafisha nyota yako kwenye macho ya watu wengine. Ni kweli inakuja kuwa nuksi endapo huyo mtu ana sifa zisizokubalika kwenye macho ya watu, halafu wewe ndio unaonekana eti huyo ndio mpenzi wako. Hii kidogo inaletaga shida. Sasa ukifaulu kuwa naye na ukujitangaza na ukadhibiti usionekane kwenye macho ya watu, lakini wewe ana furaha na wewe na wewe una furaha naye katika lile tendo la siri, hiyo ni dawa. Sasa ikiwa bahati yako kubwa zaidi, una bahati kubwa zaidi, umempata yule ambaye unapenda akikutambulisha, unapenda kumtambulisha, unapenda kuwa naye mahali kokote mkionekana mko wawili, na unatamani watu wajue kwamba wewe huyu ndio unayevuana naye nguo. Na ikiwa tena mkivuana nguo unapata hiki kitu ninachokizungumza, furaha kubwa ya mwili wako unaipata, na yeye unampatia furaha kubwa ya mwili wake, hapo itakuwa ni dawa iliyokamilika katika 100% zaidi. Kwa ajili ya biashara zako haziendi vizuri, kwa ajili unatafuta kazi upati, kwa ajili ya kwamba kwenye jamii unachukiwa, mipango yako mingi haiendi vizuri, upati pesa katika mikono yako, bwana, hiyo ni dawa, wala sijawaficha. Na ukielewa hiyo ni dawa, hebu tuangalie, waulize watu wanaoishi huko Marekani, Ulaya. Wanajua wenzetu huko hata kama wamefunga ndoa zao, lakini wanajua kabisa endapo furaha ya tendo la mwili imepotea ndani ya nyumba, itatafutwa kwa njia ya aina yoyote, ikiwemo mwanamke hao kukubali kumleta mtu mbadala aongezeke katika tendo lao la ndoa, ili aje kuwashawishi warejee katika tendo la ndoa, au mmoja wao kumpa ruksa mwenzie kwenda kuwa na mtu mwingine ili asiikose furaha, maana yeye ndio yupo kwenye kipindi ambacho hajisikii furaha ya tendo la ndoa, lakini mwenzie anajisikia. Kwa isiwe mateso kwa yule anayejisikia, anampa ruksa, nenda katafute, lakini ndoa itabaki kwa ndoa, lakini kwa sababu leo unahitaji furaha ambayo siwezi kukupatia, nenda kanunue furaha. Kwa nini wako hivi? Ina maana anakwenda, anafurahika, anarudi, na huenda hata anapokwenda anamchukua yule mtu wa kufurahi naye, anakuja naye nyumbani, wanafurahi. Wakishafurahi wanaagana, na baada hapo anakaa na mke wake au na mume wake wakifurahia hivi, umeenjoy, yeah, you enjoy, yes, good, basi tutulie. Kwa hiyo inakuwa furaha kwa wote wawili tena. Sio sawa na sisi, yaani ukimfumania mkeo au mumeo, hauna comment ya kujiuliza huenda humtoshelezi ndio maana kachapuka, ila ni vita tu. Yaani furaha yake mwenzio wewe unaibomoa kwa vita. Tuko wenzetu hawako kama sisi, ila wao pia hawatoki pasipo makubaliano, wanatoka katika miundo ya makubaliano. Acheni na hizi movie wanazotulekodia, mimi naelezea ule uhalisia, na ukitaka kuamini hili waulize watu wanaoishi huko Gaibuni, watakupeni hizo manchi ya Marekani, Ulaya huko bara la Amerika, wanafahamu hizo, China si wapi. Wanajua furaha ni kitu cha msingi katika maisha ya binadamu. Sasa
Sina maana kwamba tuishi maisha yao, ila na maana ya kwamba Watanzania tupo kwenye ndoa, lakini ni wachapukaji mahodari sana. Hata kama tunadanganyana kwamba hatuchapuki, unamwaminisha mkeo au mume wako kwamba wewe si mchapukaji, lakini ni fundi imara mwenye siri za uchapukaji. Kwa furaha yako imekuwa siri sana na ni kikwazo kwa mwenzio, na huenda unatamani leo kesho ivunjike ndoa yako ili ikawe huru wa kutafuta furaha yako. Sasa hapo kunahitaji uelewa mkubwa sana. Sikuwa na maana ya kuongea maneno yote hayo, ila nilikuwa na maana ya kufundisha kwamba mwenye furaha huwa mambo yake mengi yatakwenda vizuri. Aliyekosa furaha mambo yake mengi yataharibika. Na furaha ya kweli aliyetupa Mungu ni matamanio ya tendo la ndoa kujamiiana. Endapo kuna matamanio unayoyakosa, basi hilo ni tatizo tayari katika maisha yako. Manake akili yako haitakuwa nzuri, haitafanya kazi vizuri, utakosa uwezo wa kufikiria, utakosa uwezo wa kufanya vitu vingi kiufanisi, na utajiona kama uko sehemu ambayo sio sahihi, utajiona kama uko jela, na mwisho wa siku utajiona kuwa hauko sawa. Lakini endapo kwamba ukiwa na mapenzi yaliyokuwa na furaha, basi utakuwa uko sawa. Kwa nini nawafundisha hivi? Bado Tanzania ni nchi huru. Mahakamani zipo kesi za ndoa ambazo zinasuluhisha au zinavunja. Zipo kesi za ujauzito na watoto ambazo zitakuwa ni mjadala namna gani wa kusaidiana wakati wa ujauzito, namna gani wa kusaidiana wakati wa kulea mtoto. Lakini mahakamani hakuna kesi za kwamba huyu nampenda yeye hanipendi, nataka na yeye anipende. Hakuna kesi hizo. Kwa ajili gani? Kwa maana upendo ni uhuru. Asa uhuru wako unapoukosa, hilo ni tatizo. Tafuta yule unayeendana naye kitabia, kimatendo, kwa hali zote, ikiwemo kujamiiana, ili utengeneze furaha yako, na hiyo furaha yako ni silaha katika uchumi wako. Kwa hiyo sidhani kama bado mtauliza maswali, lakini niwapeni jibu ambalo litawasaidieni sasa. Hiyo ni dawa. Ali Hatib Kilisungu, mtafiti majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika channel yetu ya RKK TV. Ni follow TikTok, Instagram, Facebook RKK TV.